wawili katika waliokuwa wanasoma university wamegraduate Ijumaa kwa cheti cha diploma. Sasa leo ndio tunataka kufanyia sherehe yao hapa. Pili, pia tumekuwa na watoto ambao waliingia msabaka uliokuwa Jamia jana. Pia kuna watoto wameperform vizuri huko. Tumeona ya kwamba tuandae wote pamoja nasi tuonyesha kwamba tuna furaha na wao. Kwa hivyo Good Hope inapambana kuhakikisha watoto wanawiri na waendelee insha Allah. Na tunaombea nyinyi pia mnaokuja kutuunga mkono na kuwasupport. Allah awape nguvu na awape uwezo, riziki na mali na kazi chenu na ibada, na mwisho iwe Jannatul Firdaus insha Allah. Amin insha Allah. Jazakumullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدكم شكروا الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة أمانة زنفكيا متمويت محمد صلى الله عليه وسلم. نسيكم ينجينا الله سبحانه وتعالى ametujalia tawfiki ya kufika sehemu kama hapa. Hii ni sehemu ya mayatima, ni markaz albanat alislamia, na ustadhi alikuwa anazungumza ndio msimamizi wa hapa, na kila wakati tukipewa mali na Waislamu tunaleta na tunatimiza ahadi ya Waislamu kuwa hii mali ni ya mayatima. Kuna ndugu yetu ametuma kutoka UK na amesema tuwapelekee mayatima hizi nguo. Kisha kuna nyingine pia imebaki ndani ya gari, kuna watu waliosilimu pia wanafaa pia kusapotiwa kupewa hizo nguo. So hiyo imebaki tunapatia wale watu waliosilimu, na hii tumepangia mayatima. Kwa hivyo Waislamu mahali popote mlipo, hawa ni watoto wetu, ni watoto wa Kiislamu, na ni jukumu letu sisi kuwalea mayatima na kuwa support mayatima. Kwa hivyo popote tulipo, tunapoangalia hii channel yetu, ni vizuri Waislamu tutie mkono yetu sehemu kama hapa, kwani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia yoyote atakayelea mayatima watakuwa naye peponi. Kwani sote tunataka rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunataka janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunataka kuwa jirani na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu Waislamu, hii ni jukumu letu, na kila mmoja atie mkono yake hapa, hawa watoto waweze kulelewa. Tunasikia wengine wamegraduate juzi, wametoka university na wametoka na madiploma, ana wengine wameenda msabaka Jamia jana. Allahu akbar. Na hii yote ni juhudi yenu nyinyi Waislamu. Kwa hivyo Waislamu tusirudi nyuma, tusupport hawa mayatima. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustadh Hassan, karibu sana. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Wallahi kama vile mmesikia ni kwamba hapa huwa tunakuja mara mingi kuleta misaada ambayo Waislamu wametoa mali yao, tunahakikisha imefika pahali palipo. Na mimi ile kitu ningehimiza Waislamu ambao wanatuangalia ni kwamba unaonaje wewe mtoto wako anakula kutoka tarehe 1 mpaka mwisho wa mwezi, anakula vizuri, breakfast, lunch na nini na sapa. Mayatima wanatakikana kwanza chakula inaletwa kwa wingi, kwa sababu hawa watoto ni wengi sana. Wako ngapi ustadhi? 147. Wako watoto 147. Unaonaje katika bajeti yako wewe ukisave kitu kidogo kila mwisho wa mwezi, unasema hii ni ya chakula ya mayatima? Mtume anasema atakayemlisha yatima na kumuonyesha yatima watakuwa pamoja. Aliweka vidole hivi, yani watakuwa pamoja katika janna. Sasa hapa ni janna, hapa mnaitiwa janna. Yani wewe ukifika bajeti yako na ile kitu unapata, wewe weka bajeti kidogo, useme hii ni ya kwangu nyumbani, na hii kidogo kila mwezi kidogo inaenda kwa yatima. Tunawanunulia chakula, tunaleta hapa chakula na inafika, na si mara moja tumeleta chakula hapa. Kwa hivyo jaribuni sana kuangalia, na pia manguo pia wanapewa manguo wanavaa. Lakini sio ile nguo unatoa ile imezeeka na itino ndio nawapatia mayatima. Hapana, mpatie yatima nguo safi. Mnunulie nguo hata mpya, kanzu mpya, mnunulie suruali mpya, shati mpya. Avae ajihisi kama mtoto wako walioko nyumbani. Kwa hivyo ningewahimiza Waislamu mjaribu sana, msaidie katika hayo, na sisi
kila kitu tukipata huwa tunafikisha na tumefikisha, na mimi nafikiri inshallah siku nyingine tutaleta kitu kingine, kama kutakuwa na mambo tutaleta inshallah. Haya, nataka kuongea kitu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin habibina Mustafa Abul Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jambo la kwanza ni kuweza kuwashukuru wale ambao wanaofanya kazi hii ya kuweza kujitolea katika khairi hizi. Na ndugu zetu katika imani, ndugu zetu Waislamu, miongoni mwa kazi zenye malipo makubwa ni hii kazi ya kuangalia mayatima. Ijapokuwa hizi ni kazi ambazo zinaonekana kwamba hazina umuhimu kwa watu wengi na wengine, lakini miongoni mwa kazi ambazo zenye malipo makubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kazi ya kuangalia mayatima na maskini. Na miongoni mambo Mwenyezi Mungu ambayo aliyasema ya kwamba wale ambao hawatakuwa wanashughulikia mambo ya mayatima, wale ambao hawatakuwa wanashughulikia mambo ya maskini, ndio hao wenye kuwakaribisha siku ya malipo au siku ya kiyama. Kwa hivyo wale ambao waliweza kujitolea na wanazidi kujitolea katika khairi hizi, Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki, aweze kuwafungulia biashara zao na shughuli zao, aweze kuwalindia familia zao, na pia na nyinyi ambao mmepata khairi hizi muweze kupambana, muweze kuisoma dini kwa nguvu zote, muweze kumjua Mwenyezi Mungu, muweze kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pia mkishakuwa pia muweze kuchukua mfano huu mwema na mzuri wa kuweza kuangalia, kwa sababu na nyinyi pia mtafikia hicho kiwango, mtajaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mkishajaliwa pia muweze kujua kwamba kutakuwa na mayatima wengine na kutakuwa na maskini wengine na wengine ambao watakuwa wanahitaji khairi hizi. Sio mkitoka hapa mkipata khairi muende mjisahau. Msijaribu kujisahau hata siku moja. Muweze kujua katika njia ambayo muweza kuipitia, muweze kujua kwamba katika mambo ambayo muweza kuyaona katika maisha haya, kuanzia kwa wakati mlipoanza mpaka pahali mtakapofikia. Na nyinyi pia Mwenyezi Mungu aweze kuwafanyia wepesi, aweze kumfunua fikra zenu na akili zenu, muweze kuhifadhi dini ya Mwenyezi Mungu na muweze kuhifadhi maneno ya Mwenyezi Mungu, na aweze kumfanyia wepesi wote inshallah. Na nadhani inshallah niweze kurudishia, mnasemaje khairi hii? Amina inshallah. Kwa hivyo ndugu zetu katika imani, inshallah tunaomba tuweze kujitolea kwa wingi katika kazi hii, kwa sababu nayo mayatima wanazidi kuongezeka, sio kwamba wanazidi kupungua. Hapana, wanazidi kuongezeka. Na hii au ni hili ni jukumu la Waislamu, si kwamba ni jukumu la watu baadhi. Hapana, ni jukumu la Waislamu wote, ya kwamba kuangalia mayatima ni jukumu lao, na sio kuangalia mayatima tu, kuwachukua pia kama wazazi. Mchukue mayatima hawa ni kama nyinyi ndio ndugu zao, wazazi wao na familia moja, kwa sababu hivi ndivyo Mwenyezi Mungu. Sio kwamba kwa sababu ni mayatima waangaliwe ya kwamba ni kama watu wengine baki au watu kama wageni. Hapana, wanafaa kuwekwa karibu. Ukimwona yatima pahali, muweke karibu sana, kwa sababu ni miongoni mwa mtu ambaye ni bora zaidi, ambaye Mwenyezi Mungu anamridhia zaidi inshallah. Nisiweze kuendelea sana, niweze kumkabidhi kipaza sauti hiki Sheikh wangu hapa, Sheikh Sani, inshallah aweze kuendelea inshallah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikumshukuru ndugu yetu aliyetoa. Zilikuwa zimetumwa na meli, zimekaa kama miezi kadhaa tu, kama miezi 3 huko kwa meli. Inshallah zimefika juzi ndio tumechukua na tumeweza kufikisha mzigo sehemu ambayo inayohitajika. So wale ambao wanatutazama na wanapenda pia kufanya nusura, ni vizuri sana kusaidia wale ambao hawajiwezi. Hii ni jukumu ya kila Muislamu ambaye ana uwezo wake, na pia kuangalia mayatima, watoto wetu. Na leo wanaweza kuwa kuna nini zimebaki, na umesikia ustadhi hapa kuna watu wana graduate katika university. So hapa kuna shughuli kubwa sana ustadhi amefanya. Wallahi Mwenyezi Mungu amlipe hapa na kesho siku ya kiyama. Amesimamia sana. Na pia tumkumbuke ndugu yetu Yusuf wa Mbogo, alitangulia katika haki. Mwenyezi Mungu amfanyie sahari katika kaburi lake. Alikuwa ni mmoja wa kuja kila wakati, pia naye alikuwa anasaidia hapa. Na ndugu yetu pia Salim, naye ni mgonjwa bado,
mkumbuke katika dua. Naye pia alikuwa ni mtu wa kuweza kufanya juhudi sana katika hii sehemu inshallah. So sioni kama niko na mengi isipokuwa Shekhe utufanyie dua, itakuwa ndio hivyo tumemaliza. Alhamdulillah. Biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha atakumul karim faakrimuhu. Ukweli ni kwamba Mtume alisema anapowajieni mkarimu miongoni mwenu, nanyi mfanyieni ukarimu. Kwa hivyo ndugu zetu Waislamu wamepewa amana hii wafikishe, na wamefikisha, na hiyo ndiyo mila ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amesema la imanan liman la amanata lahu, hana imani yule ambaye hawezi kulinda amana, yani kitu ambao umepewa ukaambiwa peleka. Wala dinan, na huyo mtu hana dini, liman la ahada lahu, yule ambaye ahadi hana. Kazi yako utatembea ukiahidi nitawafanyia hivi, lakini hakuna hata siku moja umefanya hata moja. Kwa hivyo ndugu zetu ambao wamefika hapa wako katika himaya ambaye Rasul sallallahu alaihi wasallam amefundisha na wanatekeleza. Pia kabla ya kuweka dua, nawapongeza ndugu zetu hawa. Ukweli mimi huwa mfuasi wa channel yenu na kazi mnayofanya mashallah, Allah awazidishie na awape umri, kwa sababu lau tutapata vikundi kama zenu hizi zikaingia kila kona ya nchi hii ama kila kona ya dunia, ukweli ni kwamba kuna watu hawajui dini, na tayari mmedhibitisha wenyewe ya kwamba kuna watu hawajui dini, wamekaa tu wamewekwa katika ujinga fulani, basi wanaishi katika huo ujinga. Ninafurahiaga sana wakati ninapoona Sheikh Salim, Sheikh Hassan na Sheikh Ali, wakati mnachemsha katika hiyo, nimekaa na nyinyi kila mwanzo mpaka mwisho. Kwa hivyo nawapongeza, na Allah awape uwezo zaidi na umri. Na pia Waislamu, ndugu zangu Waislamu wa kike na wa kiume, makundi kama haya ndio tunatakana tusupport ili dini iweze kugrow zaidi, kwa sababu Qur'ani imesema walitakunu minkum ummatun yad'una ila alkhair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, na kuwa ndani yenu kundi la watu litakapokuwa linatembea likihimiza watu kutenda mazuri na likikataza kutenda mabaya. Tunaambiwa wadhalika ahsanu tawil, na hiyo ndio usia mwema ama njia njema. Kwa hivyo wana Good Hope hawa ndugu zetu wanafanya juhudi kubwa, na yote wanafanya kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasi tukiwa hapa tuige mfano wao. Alhamdulillah, mandugu zangu, pia mnapotembea tumepata nafasi hapa tunakuweka masjid, hata materials zimeanza kuletwa kidogo kidogo. Sasa ina maana mnajua pale msikiti yetu iko hapa ni parking. Sasa tumepata nafasi hapo, na pia tumepata dada yetu mmoja ambaye amekubali kutoa gharama nusu ya sehemu hiyo ili iweze kujengwa na ikiwezekana kununuliwa. Kwa hivyo bado tunafikiria Mungu akijalia tukapata mwingine naye akajitolea tena nusu iliyobaki, itakuwa ya kwamba sasa tunamiliki sehemu, kwa sababu kuna dada yetu mmoja yuko kule Ujerumani amesema anaweza kufanya nini, kusimamia gharama ya hiyo ploti nusu. Kwa hivyo sasa tunaomba Mwenyezi Mungu akijalia tupate na mwingine ambaye ataweza kuifanya iwe nusu nyingine, ili itoshe sehemu ambayo itakuwa chini ni msikiti, juu iwekwe bweni za watoto na kadhalika. Itasaidia zaidi na italea walioko na wale watakayokuja, kwa sababu huku kuzaliwa hakuishi na kifo pia hakiishi. Kwa hivyo yatima pia hawaishi ila yaumiddin, mpaka siku ya kiyama. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Jafar Daud, simama utatoa dua kwa niaba ya wafulana, na
Wapi Mwanajuma? Mwanajuma Rajab atatoa dua kwa upande wa watu wa kike. Tunaomba dua kwa mashehe na wale waliotoa hizi vitu, Allah awazidishie. Sawa? Haya, karibu Mwanajuma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Mwenyezi Mungu tunakuomba usaidie wageni wetu, wape riziki, wape shifa, waondoleshe bala, wafungulie njia zao za riziki, wasamee madhambi zao, wazidishie. Wasallallahu. Jafar Daud. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarak hadha al-jalal wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa adhaban nar. Ya Allah, tunakuomba sadaka wageni wetu, wape maisha marefu, ondoleshe misukosuko, wafungulie njia zao za riziki, watimizia haja zao. Sallallahu. بفضل ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuko katika mji wa Ngong. Alhamdulillah. Mimi kawaida wananiita Salim. Amini David. David, asante sana. Metoka msikiti kuswali, tukasema tutembee kuja pande hii ufungue njia kidogo. Tukasema tutembee tusikize. Pia mnasema nini, swali gani ungekuwa nayo? We David, umesema dini gani? Amini na support tu culture yangu ya Kiafrika. We ni mtu wa culture. Culture yangu ya Kiafrika tu. Ya Kiafrika. Asante sana. Na sisi ni Waislamu, tuna support culture ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Yani sisi tunafuata mila ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Sikiza Mungu anasemaje. Hebu mletee Qur'ani hapa aone. So Uislamu pia ni mila ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Ni dini ya Mwenyezi Mungu, lakini tunaambiwa tufuate mila ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Sikiza anasemaje. Qur'ani 2:138. Na ni nani atajitenga na mila ya Ibrahimu akaichukia dini hii ya Uislamu ila ni mwenye 2 ama wacha 16, nianzie 16 123. Tumsaidie na hiyo. Qur'ani nasema baada ya billahi minash shaitani rajim. Hapo kwa Bakara nitakuja. Nataka aone leo, manake anasema ananiona nikiwa mbali sana. 16 120 na Suratu Nahl 16 123. Naam. Inasema hivi 123 inasema kisha tukakufundulia ya kwamba ufate mila ya Ibrahimu. So sisi Waislamu tunafuata mila ya Nabii Ibrahimu alayhi salam. Kwa sababu mila za watu zile ambazo wako nazo zina kasoro mingi. Napata vizuri Kwa mfano mimi ni mtu wa kutoka Mount Kenya region, sawa Na katika mila ya Mount Kenya ukioa mwanamke kisha mkaachana unaweza ukarudishiwa mahali, lakini mtu mwenye atamuoa anachukua mpaka watoto. Na nipata wale watoto uliozaa. Na nipata vizuri. Lakini katika Uislamu watoto wanaitanishwa na baba na watoto wanakuwa wako na wewe ndio uko na majukumu ya kuwalisha wale watoto. So katika mila ambazo ziko katika Afrika kuna mila ndani yake kuna mambo ambayo hayafai. Pata vizuri kwa mfano kuna mila lazima watumie pombe na pombe haifai. Mungu amepiga marufuku pombe, akatuambia pombe ni haramu. Kwa sababu pombe inaleta madhara katika mwili wa mwanadamu. Inaingia katika kategoria ya drugs, yani mambo ya mihadarati. Unapata vizuri so katika mila ambao wewe unasema huko labda inaweza kuwa ni mila ambao pia kuna upotofu ndani yake. Kwa mfano katika mila ambao huko mnaamini Mungu ni wangapi? Mungu mimi kivyangu ama mtu watu hiyo mila ambao unafuata hata wewe mwenyewe unaamini Mungu wangapi? Mimi naamini Mungu ni yule tu mwenye ananiongoza kwa roho yangu.
So mnaamini Mungu ni mmoja ama ni wawili au ni watatu? Mimi kivyangu, lakini watu wengine mimi sijui mtu mwingine. Wewe unaamini Mungu ni mmoja ama wangapi? Mungu ni mimi mwenye ako kwa imani yangu tu kwa roho yangu. Mmoja peke yake. Mmoja, si ndio? Mungu wangu mimi najua ni mmoja. Mwenye naamini kwa. Sasa hiyo mila yako inaonekana pia inakaribia Uislamu. So sijajua ni nini, mbona basi usiwe Muislamu? Kwa sababu hiyo mila naona pia inakaribia Uislamu. Kinachokuzuia sana kuwa Muislamu nini? Kinachokuzuia kuwa Muislamu nini? Siwezi kuwa Muislamu ama Mkristo kwa sababu mimi pale roho yangu ilinituma ikaona yenyewe inanifeva ni hapo. Ni hapo. Na hii mila yenu huwa mnaabudu mara ngapi kwa siku hivi? Kuabudu hainanga time. As long as poro unamkumbuka tu kiongozi wako kwa roho yako, hiyo hainanga muda ama wakati ati lazima utenge siku fulani ya kwenda kumwabudu. Unamshukuru kila siku zote tu yenye uko naye. So kila siku, kila time, kila wakati yani unaabudu Mungu. Ni vizuri hiyo. Na Muhammad unamjua katika hiyo mira yako? Muhammad. Hiyo mambo ingine mimi sijui, lakini mimi najua yenyewe inanifaa kwa roho yangu. Na katika mila mlifunzwaje? Mlijuaje kuna Mungu? Yani kama kwa mfano mtu amezaliwa atajuaje kuna Mungu? Katika mila wanafunzaje? Mungu as long as unaishi na uko na uhai hapa duniani, lazima ujue tu Mungu hapa. Hata haifai ungojea tuambiwe kuna Mungu. Wewe mwenyewe uko na Mungu kwa sababu uko na uhai, na ile uhai mwenye anakupea ni ule Mungu. Asante. Na sisi tunaelezwa kama mtu hata kuwa Muislamu basi huko mwisho kuna matatizo kwake. Qur'ani 2:136. Hebu msikize Qur'ani namna inavyotueleza. Qur'ani 2:136. Semeni ni Waislamu. Qur'ani 2 twende 3:85. Umfunze tu kijana mzuri huyu wa mila. Yeye sio Mkristo wala sio Muislamu. Nasema hivi. Qur'ani 3:85 inasema, na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, na yeyote anayetafuta dini isiyokuwa ya Kiislamu, basi haitakubaliwa kwake. Basi Mungu anasema hiyo dini haitakubaliwa kwake. Naye akhira atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Yani Mungu anasema kama utaondoka duniani na wewe hukuwa Muislamu, wewe umesema utafuata mila, wakati Mungu amekuambia uwe Muislamu, basi Mungu anasema utakuwa katika wenye hasara, na sio vizuri upate hasara mbele ya Mwenyezi Mungu. Umeelewa? Kila mtu ako na uamuzi yake kulingana na imani yake. Kabisa, wala sija nini, ndio nakuelezea kulingana na venye sisi tumeelezwa. Mtu yoyote ima akufe katika mila alafu yeye mwenyewe siku ya kiyama Mungu atamkataa kwa sababu amekuja na kitu amejitengenezea mwenyewe, hakugojea Mungu amueleze. Sasa wacha nikuulize sasa wewe, si ndio? Wewe unangojea kuambiwa ama wewe uko na imani yako kulingana na uamuzi yako kivyako? Imani unapata baada ya kuelezewa. Kwa mfano, manabii walipokuja waliwaambia watu. Musa alipokuja aliambia watu wana wa Israeli, mimi ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Akawaeleza kuwa Mungu amesema Mungu ni mmoja, akawaletea sheria. So imani inakuja baada ya kuelezwa na kusoma. Unaona? So huwezi kuamka tu kasema nina imani wakati huelewi. Lazima uelezwe na upewe kitabu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mfano alikuwa akienda kwa majabari, anaabudu huko majabarini. Mwisho Mungu akamletea malaika Jibril, akamletea na kitabu, na Jibril akamfunza. So kila kitu lazima ufunzwe. Ni vizuri kufunzwa, ndio hata shule zilikuja, lakini bado apart from kufunzwa ni vizuri kuona kuliko kuambiwa. Kuona na ndio unaona kitabu kiko kabisa. Kwa mfano, kuna mambo ambayo sio lazima uone ndio uamini. Kwa mfano wewe usaimuona Mungu. Hakuna mwenye ashaona Mungu. Lakini unaamini Mungu yuko? Na imani yangu. Asante. Unaona? Ndio na mtu kwa sababu huyo mtu atanieleza ushuhuda yake. Kila mtu ako na ushuhuda yake. Kabisa. Ndio nikakueleza kuna vitu tunaamini maadamu imesemwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake na tujaziona. Tunaamini kuna malaika, na hao malaika hujaenda ukapatana nao, lakini tunaamini wapo. Unanipata vizuri
tunaamini kuna moto wa Jahannam. Hatujaenda tukachungulia tukaona hiyo moto, tunaamini iko. Tunaamini watu wakifa kuna maisha baada ya hapa, watu wataingia paradise. Hakuna binadamu hawa wako duniani hasa yenda akaona hii ndio paradise, lakini tunaamini kwa sababu nini? Yamesemwa. Nanipata vizuri Kuso kuna mambo mengine sio lazima uone na macho kama hujashuhudia. Tunaamini sisi mbili Qur'an. Mbili Qur'an. Mungu akisema tunaamini. Yeye anasema hawezi amini mpaka ashuhudie aone. Sasa kama ni pepo na moto sipaka ufe kwanza ndio uone. Mbili Qur'an. Inasema hivi. Hiki ni kitabu sio na shaka ndani yake. Asante. Na ni uongozi kwa mchao Mwenyezi Mungu ambao huyaamini yasiyoonekana maadamu yamesemwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Unasikia? Sisi tunaamini mambo maadamu yamesemwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Tunaamini sio lazima uone na macho. Ndio uone, utafanyaje ndio uamini kweli iko? Utakufa sio? Hapana, hiyo ya kukufa inakuja baadaye, lakini kwanza unaamini kwa sababu Musa alipokuja alisema Mungu amenituma. Wale watu hawakuona akitumwa na Mungu lakini waliamini. Unanipata vizuri sio lazima uone kitu na macho ndio uamini. Tunaamini kuna malaika. Wewe hujaipatana na malaika ndio useme ndio huyu nimemuona nimeamini. Unanipata? So mambo mengine tunaamini lakini ni imani ambayo iko sahihi. Sio kama ile imani unaambiwa ati ufunge mpaka ukufe uende ukamuone Yesu. Sio kama hiyo, hapana. Hapana. Naona sio imani za aina hiyo. Unanipata vizuri Ni imani ambayo ni ya kusahihi. Na wewe kaka wanakuita nani? Mimi wananiita Frederick. Muislamu, Kristo? Mimi si Mkristo, mimi si Muislamu. Wapo katikati. Sema niko hapo tu katikati. Mimi nilikuwa Mkristo kitambo tu lakini sasa Acha. Kakuja nikachunguza mambo tu hivi nikaangalia tu hivi bora tu nikuwa na imani yangu mwenyewe. Sasa huyu ni wa culture, yani yeye ni wa utamaduni. Wewe na wewe yani hata si ni Mwafrika. Asante. Sasa huyu naye alikuwa Mkristo akachunguza akaona hapana, akaondoka akaachana naye. Sasa swali gani ungependa kuwauliza Waislamu? Kwa sababu ulikuwa Mkristo na umekaa katika Ukristo na kuna mambo uliona katika Ukristo na ukaachana nayo na ukaacha Ukristo ukaamua kukaa katikati. Sasa haukuamua kuenda katika Uislamu lakini Ukristo usaonja. Unaona Sasa Ukristo si umeonja? Asante. Sasa swali gani ungetaka kuwauliza Waislamu ujue kuhusu Uislamu? Nataka sana kuwauliza yani imani yao kamili sasa ni gani sasa juu. Kujua imani ya ukweli saa hii imekuwa ni ngumu. Sasa tunachanganishwa sana unaona? Asante. Tunachanganishwa sana wa imani kipindi hiki. Hao wanakuja na imani hii, hao wanakuja na potofu na mingi ni zile potofu yani. Sasa unapata hata kuamini hivi inakuwa ni ngumu sana sasa. Imani ya Waislamu ni very simple. Qur'ani 2:136 ndio imani ya Waislamu hiyo. Very simple. Tena haina uzito. Very simple kabisa imani ya Waislamu. Muonyeshe hapo aione imani ya 2 ndio hii. 136 ndio hii. Semeni nyinyi Waislamu, waambiwe Mayahudi na Manasara, waambieni tumemwamini Mwenyezi Mungu. Kwanza imani ya Waislamu ya kwanza ni kumwamini Mungu. Hatuamini Mungu ako na mtoto. Tunaamini Mungu ni mmoja, kul huwallahu ahad. Mungu ni mmoja peke yake ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa. Lam yalid wa lam yulad. Maana yake hakuzaa wala hakuzaliwa. Tunaamini Mungu ni mmoja peke yake. Mungu sio wawili au watatu. Hatuamini Trinity. Tunaamini only one God. Malizia asikie. Semeni Waislamu waambie Mayahudi na Manasara, waambieni tumemwamini Mwenyezi Mungu na yale tuliyoteremshiwa na yale yaliyoteremshwa kwa Ibrahimu na Ismaili na Isaka na Yakobo na kizazi chake Yakobo na yaliyopewa Musa na Isa na pia yale waliopewa manabii wengine kutoka kwa Mola wao. Hatutofautishi baina yote katika hao. Wote tunaamini na sisi ni Waislamu. Yani sisi Waislamu tukiamini Mungu, tunaamini Muhammad, tunaamini Yesu. Unajua kuna mtu anakuambia tu Waislamu tunapinga Yesu. Tunaamini Yesu na tunaamini ni Muislamu ndugu yetu Yesu. Na tunaamini Ibrahimu, tunaamini Musa, tunaamini manabii wote, wala hatubagui manabii kwa sababu sisi hatukuandikia Mungu barua atume manabii tunaowataka. Ni Mungu alituma manabii anaowataka, ni kazi yetu kufuata. Sasa manabii wote hatutofautishi.
Yesu tunamwamini ni nabii Muislamu ndugu yetu. Musa tunamwamini nabii Muislamu ndugu yetu. Ibrahimu tunaamini ni nabii ndugu yetu. Muhammad tunaamini ni nabii ndugu yetu. Wote manabii tunaamini na tunaamini Mungu mmoja. Tulia tu nimalizane na wewe, nitakuja kwako. Hiyo ndio imani yetu Waislamu. Kwanza ni kuamini Mungu ni mmoja, na unaamini manabii wote, na tunaamini vitabu vya Mwenyezi Mungu. Yani sisi hatuna mambo ya kujibandika bandika. Sasa mnaamini hao manabii wote wenye wameandikwa kwa Biblia na Qur'ani, ama mnaamini manabii wote wale wako duniani? Manabii ni wengi. Saa hii hakuna nabii. Wale wako saa hii ni watapeli. Sawa? Ni watu wanaotafuta vyakula. Saa hii nabii wa mwisho ni nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa ambao wako saa hii ni wanabii ambao ni wa uongo, ambao wanatafuta wale wajinga wawapoteze. Kwa mfano, wewe kwa sababu ulikuwa kanisa, mimi pia nilikuwa kanisa, sijaiona tajiri akianguka kwa sababu ana pepo. Nisaiona mawaziri wanaenda kanisani, nisaiona hata rais wanaenda kanisani, lakini nikisikia receive in the name of Jesus, sijaiona rais akianguka ama waziri. Ama wewe usaiona mmoja uniambia? Mimi sijaishuhudia mtu mkubwa anaanguka. Wale wanaoanguka wanaulizwa, wewe umetoka wapi? Nimetoka Madhare. Wewe umetoka wapi? Nimetoka Kawangware. So unashangaa hii pepo kwani inachukua tu maskini? Hata Runda uwezi pata watu ati wanaangushwa juu ya pepo. So hii pepo nikaona inachagua tu maskini. So nikaona hapa kuna ujanja inaendelea. Unajua sometimes you use your brain. Sio dini isikufanye colonization nyingine ya kiakili. No. You use your brain. Unapata vizuri? Pia nikaangalia mtu anakuambia ati tutolee Mungu. Yani tutoe sadaka tupee Mungu. Wakati hakuna akaunti ya Mungu iko pale. Ile akaunti iko ni ya binadamu, anachukua anakula. Sasa why don't you teach people kwamba sadaka akuli sadaka, lakini Mungu ameiweka kwa ajili ya kusaidia wale wanyonge, lakini sio kusaidia ule kiongozi atajirike yeye peke yake in the society. That's not good. Ambia watu ukweli, njia ndio hii. So Uislamu ni dini ambayo iko pana, inakueleza kila kitu kwa undani. Unanipata vizuri? Kama ni zaka, kama ni sadaka, kila kitu inakupa somo yake. So haikupeleki kona hivi. Hapana, kila kitu unawekewa para uwanja. Sasa injika swali lingine uko na. Sasa sioni kama niko na swali lingine. Mimi naweza sema naheshimu imani ya kila mtu. Asante. Kwa nini ulitoka katika Ukristo kwanza? Sijakuuliza hapo. Mbona uliangalia Ukristo ukakaa ukaachana na kanisa? Unajua sasa ni ile tu unakuja unaangalia tu mambo yako. Unajua binadamu lazima tu yani uangalie mahali unaelekea, mahali unaelekezwa na ule uko na yeye. So ukiangalia karibu na wale watu uko nao, wale wanakuongoza, sasa hiyo ndio inaweza kufanya maybe u change mind yako ama uamue make decision nyingine. So mimi niliangalia tu kando yangu hivi, nikaona ni vyema tu kumjua Mungu kivyangu, yani kuliko kuambiwa tu sana. So ukahama tu ukaona hapa hakuna njia ambayo unaelekezwa. Focus na kujua tu mambo na cultures, kujiuliza Waafrika kabla neno ikuje, kabla hii mambo mengine yote ikuje, walikuwa wanaishi namna gani. So hata wewe umerudi kwa culture? Nimerudi kwa culture tu, nifikirie sana hao Waafrika wetu hao walikuwa wanamjua Mungu aje, wanamfahamu Mungu aje. Sasa Waafrika ukiangalia walikuwa ni Waislamu. Walikuwa katika culture ya Uislamu. Kwa sababu ukiangalia tabia zote za Waafrika, ndio tabia utapata nyingi ziko katika Uislamu. Kwa mfano, Waafrika wote walikuwa wanaamini Mungu ni mmoja. Na Mungu wa Afrika namna walikuwa wanaamini, hawakuamini Mungu ana mtoto. Ama kuna culture ya Kiafrika inaamini Mungu ana mtoto. Hata mimi na ndio Uislamu huo. Uislamu hatuamini Mungu ako na mtoto. Wazungu ndio walipokuja wakasema Mungu amezaa na mtoto. So culture ukiangalia ya Kiafrika inaambatana na Uislamu. Pili, hakuna culture katika Afrika walikuwa kiongozi wao wanaongozwa na mwanamke. Walikuwa wanaongozwa na wanaume kwanza, wale wameshania hii. Unaona? Sasa katika Uislamu pia viongozi ambao ni wa dini wanakuwa ni wanaume. Nampata vizuri. So ukiangalia na culture ya Waafrika, wanaume pia walikuwa wanaoa mke zaidi ya moja ama wawili kama una uwezo. Si kweli hapo? Na Uislamu ndio hivyo. Ukristo lakini nakwambia ubaki na kamoja. So ukiangalia culture na Uislamu inaenda kuingiana. Nampata vizuri kwa sababu hawa watu walikuwa na ile
stara ya Uislamu ni venye hawakujua, lakini walikuwa. Na ukiangalia katika Waafrika wengi, kwa mfano kama Wakikuyu, jamii ambao nimetoka, wale walikuwa wanafuata culture ya Kikuyu, wakiabudu walikuwa na face Mount Kenya hiyo. Na Waislamu wakiabudu wana face Maka, ambapo Maka kuna milima bado. Unanipata vizuri? So wana face, wana kitu ya kuface. Unaona? So ndio nikakwambia, ukiangalia sana culture ambao mnasema ni Uislamu, ni venye tu hawakuwa wamepata elimu wakajua hii ndio Uislamu. Ukiangalia Wakikuyu walikuwa wanaenda wanazunguka Mount Kenya mara 7. Kama una habari wewe, hiyo culture mimi naijua vizuri. Walikuwa wanaenda wanafanya tawafu mara 7 wanazunguka. Na ukienda Maka watu wanafanya tawafu mara 7. Sasa ukiangalia hii inaenda kuingiana kabisa. So hawa watu ni venye tu hawakufunuliwa wakajua hii inaitwa Uislamu. Ndio wakasema ni culture. Unapata vizuri? So ni wewe tu urudi katika Uislamu. Maana yake ni msikitini ndio ulitoka. Kanisani tu ulikuwa umepotea ukaenda kule, ni urudi tu hapa kwa msikiti. Na katika Uislamu ibada unaabudu mara 5 kwa siku. Alafu unaweza abudu hata kazini sehemu ambapo huko, kama very simple. Alafu sala yenyewe haichukui dakika 5, dakika 7 umemaliza. Sio ati unaenda kuanzia asubuhi mpaka jioni huko kule, hapana. Unaingia, unamwabudu Mola wako, unatoka unaenda shughuli zako, unaenda kutafuta riziki. Very simple Islam. Na mtu akifariki katika Uislamu hakuna mambo ati ya kuchangishiwa, sijui uwekwe kwa sanduku, sijui suti, hapana. Ni ukifariki asubuhi, jioni unaenda unastiriwa, unazikwa. Tena unafungwa na kitambaa nyeupe inaitwa sanda, unaenda unazikwa. Nguo tunachukua inatolewa sadaka kwa watu ambao wako hai. Sasa ukizikwa na suti na saa na mobile phone, ni ya nini huko kaburini na upigi simu? Na huko salio. Unaona? So very simple. Yani Islam ukaa hapa na ndio uulize swali. Yani Islam is the only simplest religion katika hii dunia. Hakuna uzito umewekwa katika dini. Very simple. Ukienda kwa choo unatumia maji, sio karatasi. Kwa sababu karatasi nao ukitumia inabakisha bado uchafu. Unaona? So unatumia maji, ni usafi. Maji yenyewe utaipata kila sehemu maji. Unaona? Very simple. Haina uzito. Sasa wewe leta ile swali ulikuwa nayo. Ama tena imepotea. Mimi nilikuwa nataka kuuliza. Hapo upande wa manabii hapo hivyo bado. Manabii. Umesema kwa Uislamu kuna Nabii Muhammad, ndio nabii wa mwisho. Wote walikuwa Waislamu. Yesu alikuwa Muislamu, Musa alikuwa Muislamu, Ibrahimu alikuwa Muislamu. Mungu hawezi kuwa mmoja akatuma manabii na dini tofauti tofauti. Walipewa dini moja ya Uislamu. Kweli. Sasa tukikuja hapo hivyo kwa Wakristo, nyinyi mnasema Yesu ni nabii. Kabisa. Wakristo nao wanasema Yesu ni Mungu. Mungu atakuwa mwanaume? Hiyo si itakuwa sasa ni kupoteza watu. Yesu ni wengi kwa sababu hata Brazil kuna Gabriel Jesus, which means bado ni Mungu wao. So unaona, lakini Mungu hawezi linganishwa na jina ya mtu mwingine. Tuko na Yesu ako hapa Tongaren. Unaona? Kenya hapa kuna Yesu. Ako Yesu Tongaren. Hata huyo mwenye tunaonanga kuliko mwenye tuliambiwa. Sasa ni kuchanua na Yesu sio Mungu. The misconception iliyokuja kumfanya Yesu Mungu imeletwa na Warumi ili waweze watu kuabudu binadamu mwenzao. Hakuna andiko katika Biblia inasema Yesu ni Mungu. Biblia inasema Yesu nani? 8:40. Hebu lete hiyo kitabu ya Biblia umuonyeshe. 8:40. Yesu ni binadamu sio Mungu. Sasa angalia Biblia inasemaje. Poleni sana na ndio mkahama makanisani. Na najua wanaume wengi hawaendi makanisani. 8:40. Muonyeshe vizuri kaka. 8:40. Kitabu cha Yohana 8:40. Ndio hii baba. 8:40 inasema. Lakini sasa Yesu anasema niua mimi mtu. Angalia Yesu anasema yeye ni mtu. Mnatafuta kuniua mimi mtu ambaye nimefanya nimeambia ili ya kweli niliyosikia kwa Mungu. Unasikia? Yesu hii ni Biblia King James Version 1952. James inakuwa na madoido mingi. Sasa tuko na ingine tuko na ingine imeundiwa after Old Testament, yeye ikaundiwa baadaye. Hii imeandikwa chini ya mtu anaitwa King James ambaye alikuwa ni mtawala. Unaona? Ni mtu fulani. Alikuwa anatawala. Imani yako. Ni Biblia ndio anasema. So katika vitabu vinatufundisha Yesu ni binadamu si Mungu.
kwa sababu Yesu alitahiri siku ya 8. Mungu atahiri, unaona? Sasa binadamu ndio wanatahiri. So Yesu sio Mungu, na ndio tunasimama sisi Waislamu tunasema ni mwanadamu, lakini ana cheo ya unabii. Unapata vizuri? Kaleta ujumbe wa Mungu. Nabii ni nani? Ni mtu anayeleta ujumbe wa Mungu, ndio anaitwa nabii. Naamini kama Muhammad kama njia kani kwa Mungu. Sasa nyinyi sasa vile mnaamini Muhammad na Yesu, Muhammad tunamwamini hivi 21:107 Qur'an. Tumsaidie. Kumbe na watu wanakaa hapa na msikiti iko karibu, kumbe wamejaa na makanisa zao kwa roho. Na wewe ulihama hizo kanisa. Sikiza 21:107. Tuwasaidie Qur'ani, tuwasaidie. Maana hawa vijana wangekuwa wanakuja tu hapa kuswali msikitini ingekuwa mzuri. Yaani mnaabudu, mnafanya ibada zenu. Sasa inasemaje? Angalia hapa. Mitume waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja alipelekwa kwa kabila yake na taifa lake tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake ndiye aliyepewa utukufu wa kupelekwa kwa watu wote. So Muhammad tunamwamini kwa sababu yeye katumwa kwa watu wote. Manabii waliotangulia walikuwa wanatumwa kwa kabila yake, ndiye aliyetumwa kwa watu wote duniani. Ametumwa kwa Mluya, ametumwa kwa Muganda, ametumwa kwa nani? Wazungu. Nani aliyetumwa? Anaitwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Muhammad si Mungu wala si mtoto wa Mungu, yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Na Mungu sasa angetuma mtu mmoja, ndio amemtuma Muhammad wa mwisho. Yeye ndio wa mwisho, hakuna mwingine anayekuja, mtume wa watu wote. Wale wengine walikuwa wanatumwa kwa kabila yao. Wanatumwa, wanaelezwa Musa alitumwa kwa Banu Israeli, Yesu pia alitumwa kwa kabila 12. Unaona? Lakini Muhammad peke yake ndio ametumwa kwa watu weusi na watu weupe, watu wote. Na akawa ndio mwisho wa manabii 33:40 Qur'an. Yeye ndio final. Saa hii wale unawapata ati wanasema ni manabii, nimekuambia wale tu ni mambo tu wanajitafutia tu, hakuna. Ni njaa tu inawasumbua, lakini ndio hivyo. Leo mtu akikula ugali akiamka anasema mimi ni nabii. Nabii ni watu walikuwa wanapewa revelation. Wanajua kesho kutakuwa namna gani. Mungu anawapatia revelation. Sasa wale ukiwauliza anaanza story tu. Sikiza inasemaje? Muhammad si baba wa yeyote katika wanaume wenu, bali yeye ni mtume wa Mungu na mwisho wa mitume. Na yeye ni mwisho wa mitume. Baada yake hakuna mtume mwingine amekuja katika ardhi isipokuwa hao wanaojitokeza wanajiita mitume ambao ni wa uongo. So ndio hiyo. Na huyu ndio akatumwa kwa ajili ya watu wote. So nafasi iko na kusilimu. Dini ya Kiislamu ndio dini ya kipekee tu ile inaweza aminika tu, yani 6:26 Qur'an. Sisi hatuwezi kukuambia kwa mdomo maandiko yako. Angalia hapa. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyoka. Yani Uislamu ndio njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka hivi straight. Haina kona bana. Direct. Nikuulize, nani aliandika hii Qur'an na nani aliandika Bible? Umeuliza nani ameandika Qur'an? 80:11 Qur'an. Waliandika hizo vitabu mbili. Nakupatia 80:11 Qur'an inasema. Angalia hapa. Si hivyo. Hakika Qur'ani hii ni nasaha. Kwanza hii Qur'ani ni nasaha. Nasaha maana yake ni kitu unapatiwa mawaidha mazuri. Mawaidha. Basi kila apendaye atawaidhika. Asiyetaka basi mwachilie mbali. Mawaidha haya yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa, zilizotukuzwa, zilizotakazwa, zilizomo mikononi mwa malaika, waandishi wa Mwenyezi Mungu, watukufu wa cha Mungu. So tunaambiwa Qur'ani waandishi wake, the original writer ni malaika wa Mwenyezi Mungu. Walipoandika wamehifadhi hicho kitabu, wakatoa maneno wakayaleta kwa kifua cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawa anawasomea disciples wake, yani maswahaba. Wale maswahaba wakawa wanachukua, inaandikwa sasa kwa ngozi. Unapata vizuri Lakini original writer ni malaika. Hawa wanakope chenye sasa wao wakaweka kwa ngozi, ikakuja teknolojia ya karatasi, na sisi tukatoa kwa ngozi ikawekwa kwa karatasi, ikaja teknolojia ya simu ikatolewa kwa kitabu ikawekwa kwa simu. Sasa hiyo ni copying, inatolewa inaletwa hapa. Ndio kwa sababu sisi wenye tunasomanga hatuwezi elewa kama mwenye aliandika mwenyewe.
Walioandika ni malaika, na ndio wakamfunza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye akatufunza. Kwa sababu mwalimu anapofunzwa, hata mwalimu aliyetufunza shule naye alikuwa ni mwanafunzi akafunzwa. Unanipata vizuri? So Muhammad alikuwa ni mwanafunzi akafunzwa, naye akatufunza. Unanipata vizuri? So ndio elimu inaendanga hivyo. Yani elimu inaachaniwa. Unanipata vizuri? Sasa wewe huwezi kuja direct ufunzwe na malaika, hapana. Aliyefunzwa na malaika ni Muhammad. Sasa naye akafunza wanafunzi wake, nao wanafunzi wake wakafunza wanafunzi wao. Ikaja hivyo mpaka leo sisi tukafunzwa, na wewe ukisilimu sisi ndio tutakufunza. Unanipata? Kwa sababu elimu inaendanga hivyo. Mwalimu ulipoenda nasari, aliyekufunza naye alikuwa amefunzwa na mwingine, naye huyo mwingine hivyo hivyo, ndio elimu inaenda namna hivyo. Unanipata vizuri? So karibu katika Uislamu, nafasi iko. Hakuna membership card ya kuchukua. Tazidi kujua mingi. Mengi ndio tutajua. Awacha nimsikie huyu kidume. Huyu kidume naye nasikia na maswali mingi sana. Avuka hapa tu. Vuka. Baraka staki tuweke jamu hapa. Vuka. Wewe anakuita nani? Tobias Ouma. Tobias Ouma. Ouma. Vuka pande hii. Vuka pande hii tafadhali. Leo kwa msikiti leo tunazunguka katika street ya Ngong. Una swali gani ungependa kuwauliza Waislamu ama kujua kuhusu Uislamu? Swali kuhusu kujua Uislamu, kwanza sina swali mengi juu mimi naamini Mungu ni mmoja. Na sisi tunaamini Mungu ni mmoja. So unajua sasa hata nyinyi Waislamu wanaabudu Mungu. Sisi tunaabudu Mungu mmoja ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa. So hana mtoto ule Mungu ambaye tunaabudu. So hana mtoto. Na wewe Mungu wako hana mtoto? Hana mtoto. Hakuzaliwa. So wewe unaamini pia Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Sasa wewe Muislamu ndugu yetu, kinachokuzuia ukuje msikitini nini? Kinachonizuia kuja msikitini ni kwamba sijui mengi kuhusu, sijui sasa ni dini ama ni kimila. Uislamu ni dini na ni mila ya Ibrahimu. Kwa nini inaitwa mila ya Ibrahimu? Kwa sababu inafuata tabia ambazo Ibrahimu alikuwa nazo, kwa sababu Ibrahimu alikuwa ni mnyenyekevu. Napata vizuri? 3:19 Qur'ani. Uislamu ni dini. Uislamu ni dini. 3:19 Qur'ani nasema watu wanatoroka TV Aya. Na nyinyi mnaangalia na mnatoroka. 3:19 Qur'ani nasema bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Bila wasiwasi dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Uislamu ni dini. Sawa? Lakini mbona inaitwa mila ya Nabii Ibrahim? Qur'ani 2:130. Unaona? 2:130 nasema. Kwa nini inaitwa mila ya Nabii Ibrahim alayhi salam? Sikiza. Na nani atajitenga na mila ya Ibrahimu? Na ni nani atajitenga na mila ya Nabii Ibrahimu alayhi salam? Akaichukia dini hii ya Kiislamu. So ukiona mtu anauchukia Uislamu, anachukia mila ya Nabii Ibrahimu. Kwa nini? Isipokuwa anayetia nafsi yake katika upumbavu. Teremka. Na kwa yakini sisi tulimchagua Ibrahimu katika dunia na kwa hakika yeye katika akhira atakuwa miongoni mwa watu wema kabisa. Yani Ibrahimu alikuwa ni mtu wa tabia nzuri na nini. So Uislamu ni tabia nzuri na matendo mazuri. Unaona? Ndio tunaambiwa dini ya Uislamu ni mila ya baba yetu Nabii Ibrahimu, alikuwa ni Muislamu. So Uislamu ni dini. So kinachokuzuia kuwa Muislamu nini? Kwanza swali nyingine ni kweli mnasema Waislamu katika hiyo dini inasemekana Yesu ni nabii. Qur'ani inasema Yesu ni nani? Qur'ani 3:45. Mbona Qur'ani inakujibu hayo yote? Yesu yuko hapa utajibiwa. Yeye ni nani? Yani Qur'ani kama kuna kitabu ambacho kinaamini au kitabu ambacho kinatufunza kuhusu Yesu ni Qur'ani. Bila Qur'ani watu hawangemjua Yesu. Kwa sababu Qur'ani ndio inatafsiri yeye ni nani mpaka msikiti aliyokuwa akienda na kuonyesha. Sikiza habari. Inasema hivi. Ndio hii, angalia vizuri Kumbukeni waliposema malaika, ewe Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Hii ni Qur'ani. Inasema Mariamu atazaa mtoto bila ya mwanaume. Malizia. Bali kwa kutamka neno tu litokalo kwake la kuambia zao kazaa pasina kuingiliwa. Jina lake ni Masihi Isa, maana wa Mariamu, mwenye heshima katika dunia na akhira, na miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Naye atazungumza na watu maneno ya dini katika utoto wake. Sikiza muujiza aliyofanya Yesu katika Uislamu. Alizungumza na watu akiwa mtoto mdogo. Sio kutengeneza pombe ati maji ikawa pombe, hapana. Alizungumza na watu akiwa mtoto wa siku moja.
anazungumza na watu. So aliongea akiwa mtoto mdogo. Sikiza habari. Na atazungumza na watu maneno ya dini katika utoto wake na katika utu uzima wake, na atakuwa katika watu wema kabisa. Mariamu akasema, Mola wangu, nitapataje mtoto na hali mtu yote hakuniguza? Akasema Mola wake, ndivyo vivyo hivyo Mwenyezi Mungu humpa apendavyo. Anapohukumu jambo uliambia kuwa basi likawa. Na Mwenyezi Mungu atamfunza kuandika na kujua elimu na kujua Taurati na Injili, na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli, na atakuwa ni mtume. Ndio Qur'ani inatuambia ametumwa kwa wana wa Israeli, lakini amezaliwa hana baba, lakini yuko na mama kwa miujiza ya Mungu. Ndio Qur'ani. Kweli nimejibiwa, nimeridhika na jibu. Sasa wewe bado tujamalizana, manake nilikuwa nataka nijue wewe umeniambia unaendanga kanisani? Hapana. Hauendi kanisani? Siendi kanisani. Na ni kama wanaume wengi wameacha makanisa. Wewe pia umeenda chama? Hapana, nilikuwa Mkristo kitambo lakini niliondoka. Yaani hata hao wameniambia pia walikuwa Wakristo wakaondoka. Yaani Ukristo ni kama watu wanaenda wakihama. Sasa mbona msiwe unakuja msikitini? Usaijaribu kuwa Muislamu? Sijawahi, lakini niko na mandugu, niko na marafiki wengi tunacheza nao boli pale, wengi ni Waislamu. Na hawajai kuelezea. Hawajai nielezea. Mimi pia sijawahi wauliza. Asante, leo sisi tumefika ndio tukakuelezea. So ni vizuri ujiangalie ukuwe Muislamu, kwa sababu Uislamu ndio dini ya haki na ndio dini ya watu wote. Na Uislamu, the best of Islam ni kwamba haichagui kabila yako wala haichagui rangi yako. Yaani Uislamu hakuna VIP katika Uislamu. Unapata vizuri, si kama kule kanisani. Wakati hata mimi nilikuwa anga kule, unapata labda umeenda mbele, umekaa pale mbele, akija mdosi ama mbunge hivi wewe unaambiwa rudi nyuma. Katika Uislamu hakuna hiyo. Na katika msikiti hakuna kufanya siasa. Siasa unaambiwa ukafanyie huko nje, kwa sababu pale watu wote wamekuja kuabudu Mungu. Na aliye mzuri katika Uislamu ametajwa katika Qur'an. Qur'an 49:13. 49:13 inasema, angalia. Hakuna specialness ati wewe umeonekana uko na mali nyingi ndio special, ama wewe ni maskini ndio special. No. Haimaanishi ati kwa sababu ni maskini ndio special au ndio tajiri ndio special, hapana. Katika Uislamu special ndio huyu. Angalia hapo 49:13. Enyi watu, kwa hakika tumekuumbeni nyote kwa yule mwanamume mmoja Adamu na yule mwanamke mmoja Hawa. Na tumekufanyeni mataifa na makabila mbalimbali ili mjuane tu. Basi sio kukajiliana. Hakika heshimiaye sana miongoni mwenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule amchaye Mungu zaidi katika nyinyi. Yaani yule ambaye anapendwa na Mungu ni yule mcha Mungu. Na mcha Mungu anayejua ni Mungu mwenyewe. So katika Uislamu mtu ambaye anapendwa na Mungu ni yule ambaye anamcha Mungu zaidi. Na huwezi kumcha Mungu mpaka uwe Muislamu. Na huwezi kuwa Muislamu mpaka utoe shahada. Leo hauwezi kutoka hapa tumeenda msikitini kuswali kama hujatoa shahada, kwa sababu kila kitu kina protocol zake. Shahada ndio ya kwanza, na huwezi hata funga saumu na wewe sio Muislamu. Itakuwa ni mazoezi unafanya ya tumbo. Na napata vizuri, lazima kwanza usilimu, utoe shahada, ndio ukifanya mambo hayo mengine inakuwa ni wajibu kwako. Pata vizuri Na huo shahada wa mdu wao utoa kwa msikiti? Hapana, hata hapa jiani unaweza toa. Shahada ni kuamini Mungu ni mmoja na unaamini Muhammad ni mtume wa Mungu. Unapoamini Muhammad ni mtume wa Mungu, usaamini manabii wote. Unaona? Sasa wewe unakuwa Muislamu hapa tu. Ukiwa Muislamu, ya pili ni kusali. Hiyo sala lazima upelekwe pale msikitini, tukuonyeshane na imamu akufunze, na ni free. Hakuna kulipa. Kusoma Uislamu ni free, hautalipishwa na mtu yote pale. Utakuwa na sio, hautaanza asubuhi kama hao watoto wenye wanaenda madrasa, hapana. Ni kama saa 11 ukipata 1 hour dakika yako unaenda pale msikitini unasoma hiyo 1 hour. After 1 month itakuwa umejua Uislamu kabisa. Umeelewa kabisa. Uko tayari kuwa Muislamu. Kuwa Muislamu ni free. Wala sisi hatulazimishi mtu kuwa Muislamu. Lakini kuwa Muislamu ni kuokoa nafsi yako na moto wa Jahannam. Kuwa Muislamu ni manufaa yako wewe mwenyewe. Sio yangu ama ya yule mwingine. Kazi yetu sisi tumekufikishia. Sasa maamuzi ni yako. Ukiwa Muislamu ni faida ya nafsi yako. Unaiokoa na moto wa Jahannam. Uko tayari kuwa Muislamu? Kweli saa hii si yupo tayari, lazima nifunzwe. Asante. Ile kitu nataka kufunzwa ni gani? Kwanza jinsi ya kumuabudu Mungu. Yeye mnaabudu. Asante. 22:77 Qur'ani. Tunaabudu namna hivyo.
Yani ibada ya kumwabudu Mungu tunaiabudu na unyenyekevu kwanza. Una humble yourself. Sikiza tunafanyaje? 22:77 inasema Ibada yetu iko wazi. enyi mlioamini, salini. Tunaenda kusali, ndio unasikia watu wanasema sala imesimama. Salini, rukuuni. Tunarukuu namna hivi, Allahu Akbar, unashika hapa kwa magoti namna hivi, unarukuu namna hivi, unanyosha mgongo. Na sujuduni. Na tunasujudu, tunapeleka hii paji ya uso mpaka chini. Yani hapa mpaka paguze chini. Na muabuduni Mola wenu. Na hapo ndio inakuwa tunamwabudu Mola wetu. So ibada yetu ni tunaingia kwa msikiti, tunafanya rukuu, alafu tunapeleka uso wetu mpaka chini. Kila mtu hata awe ni nani wala na ndio unaona kwa msikiti ukiingia utapata viti labda ni 3 ama viti viwili. Na hiyo viti imewekwa ni kwa sababu ya disabled people. Na nipata vizuri, sio ya VIP hapana. Si ati imewekwa juu ya waziri akija akae. Waziri akija anakaa na sisi kwa mkeka. Unanipata vizuri? Lakini ile viti 2 au 3 imewekwa kwa sababu ya disabled people. Mtu ako na shida ya spinal cord, unaona So lazima akuja akae hapo ataswali akiwa pale kwa kiti. Unanipata? Watu wote tunapeleka uso chini tukiongozwa na kiongozi anaitwa imam. So hiyo ndio ibada ya Waislamu. Tunafanya ibada namna hivyo. Alafu wanawake kama ni kiwanja wanakuwa nyuma, wanaume wanakuwa mbele. Very simple. Okay, ni kweli. Na sasa kuhusu sadaka. Sadaka juu sisi sadaka kwa Kristo sadaka tunamtolea Mungu. Na hapo kwa kweli hatuoni Mungu hapo. Hata Mungu mwenyewe alisema hakuna mwenye anaweza muona baki uhai. Lakini tunamtolea sadaka. Sadaka hatumuoni. Na nyinyi Waislamu nasikianga tu sadaka mnamtolea, sadaka inaenda kwa umaskini. Hapo sijui kama nilielezewa kitu ya kweli ama ni uongo. Hapo ndio mnakorogwa kwa sababu sadaka unatoa kwa ajili ya Mungu, sio kumtolea Mungu kumpa Mungu. Unielewe vizuri Unatoa kwa ajili ya Mungu ili Mungu akupe baraka na nini. Lakini anayekula sadaka yuko na anayeruhusiwa kula sadaka yuko. Lakini sio mchungaji ameruhusiwa kula sadaka, hapana. Anayeruhusiwa kula sadaka ndio huyu 960 Qur'an. Angalia hapo. Mwenye kukula sadaka yumo na ametajwa. Sadaka. Sadaka. Kupewa watu hawa. Sadaka inapewa watu hawa, wamewekwa kwa listi. Nani wa kwanza? Mafakiri. Mafakiri ni mtu hana mbele wala nyuma. Na maskini. Na maskini. Hao ndio wanafaa kupewa sadaka. Unanipata vizuri? So unatoa, Mungu akubariki. Nani vizuri? Unatoa, Mungu anakubariki. Lakini usipatiane kwa njia mbaya. Inafaa ukitoa unapatia mtu anajulikana kama fukara na mwingine ni maskini. Ndio anafaa kupewa kule. Maskini ana haki ya kula sadaka. Lakini tajiri hana haki ya kula sadaka. Na wachungaji wenu wengi naona wanatembea na Range Rover bana. Mtu wa Range Rover ana njaa. Kweli. So hapo ndio unafanya makosa. Na hata Biblia Yesu anasemaje 18:18 Luka. Yesu mwenyewe pia alisema kwanza hataki sadaka. Yesu hakuwa anataka sadaka. 18 kitabu cha Luka inasema. Angalia huko 18:18. Mfunze tu kidogo. Pole pole mosmos. Ataelewa tu. 18 mambo ni ya Luka inasema. Angalia huko Tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza akisema, mwalimu mema, nifanye nini ili nipate kurithi uzima wa milele? Akamwambiaje? Yesu akamwambia, mbona unaita mema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, naye ndiye Mungu. Wazijua amri? Usizini, usiue, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako. Akasema haya yote nimeyashika tangu utotoni mwangu. Asante. Yesu aliposikia hayo, alimwambia ulipungukiwa na neno moja bado. Viuze ulivyo navyo vyote, ukawagawanyie maskini. Kumbe hata Yesu alimwambia ukifanya mauzo yako, ukiuza zile vitu uko nayo, uende upatie nani? Maskini. Sasa wachungaji ndio wamewabadilishia. Wao wamejifanya maskini wakati wao sio maskini. So haki ya sadaka inafaa utoe, lakini ipewe maskini.
That's the point. Na hauwezi kwenda kupatia maskini huko nje wakati nyumbani kwenu kuna maskini. Kwanza charity begins at home. Kwanza unaanza nyumbani. Ukiona umemaliza huko nyumbani, unapea maskini wengine ambao wanahitaji huko nje. Umeelewa? Sasa ndio huo na ndio Uislamu. Very simple, haina mambo mingi. Na hakuna kitu inaitwa fungu ya 10. Hapana, hiyo ni wizi. Inaitwa zaka na inatolewa mwaka mara moja. Na hata zaka ukitoa inapewa maskini. Hata zaka Waislamu tunatoa mwaka mara moja, zaka inapewa maskini. Mtu ambaye ni mnyonge unamtoa katika unyonge, naye mwaka ijayo atatoa apatie mwingine. So una eliminate umaskini katika hiyo society. Lakini usiwe kwa society ambao watu wawili ndio utajiri, wengine ni maskini. So hiyo zaka inatolewa mara moja mwaka mara moja. Sio kila ati mwisho wa mwezi. Kwani kila mwisho wa mwezi unalipishwa rent ya kuishi duniani? Sisi kama Wakristo tuseme labda ulipanda shamba lako ya mbegu, ukapalilia, ukalima. So kila mavuno, kila wakati wa mavuno mwaka ukivuna yote mwaka mzima ndio unafaa utoe mara moja usaidie maskini. Yule mtu ambaye hana aweze kupata. Na mbegu upande kwa shambani kwenu ndio iweze kunini. Unanipata vizuri Okay. Sasa ile kitu tunahofia ni kwamba usije ukaondoka duniani hali ya kuwa wewe si Muislamu. Unanipata vizuri? Ndio unaona tunatoka kwa msikiti tunazunguka kwa street kujaribu kuwaeleza mrudi katika dini yenu ya asili ambao ni Uislamu. Dini ya asili ni Uislamu, lakini nyinyi hamjui. 30 Qur'an Suratul Rum inasema hivi 30 aya 30 inasema Suratul Rum basi angalia huko 30 basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa, ndilo umbile Mwenyezi Mungu alilowaumbia watu. Yani dini hii ya Kiislamu inafikiana barabara na umbo la binadamu. Hakuna mabadiliko katika maumbile wa viumbe vya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio dini iliyo ya haki. Hiyo ndio dini iliyo ya haki. Lakini watu wengi hawajui. Yani Uislamu ndio dini ya ukweli, lakini watu wengi hawajui. Kama wewe ulikuwa unatembea hii dunia lakini hujui kama Uislamu ndio dini ya haki. Na wewe ni katika ummati Muhammad. Nikisema ummati Muhammad, wewe uko katika generation ama chini ya kiongozi anayeitwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habari vizuri? Na Uislamu ndio dini inakataza maovu mengi, inakataza ulevi. Inakwambia badala ukunywe pombe, kunywa supu ama ukunywe maziwa ama ukunywe uji ama chai. Sasa mbona unang'ang'ana na pombe? Pombe inakuharibu katika mwili wako. Habari vizuri? So Uislamu ina mafunzo mengi sana ambayo ni ya kumuelekeza mja kuishi vizuri duniani na kesho kaburini na kesho siku ya kiyama. Habari vizuri sio ati uishi duniani vibaya, hapana. Hata duniani uishi vizuri namna Mwenyezi Mungu anavyoamrisha, kisha kuna maisha ya kaburini. Alafu tena kuna maisha ya baada ya kaburi watu wakifufuliwa. Na tena Uislamu kenye inanifanya mimi sijaingia hata tangu nitoke Ukristo. Yani jinsi wanavyofanya mambo. Kwanza sisi wa Ukristo mtu akifa jua kuna anapelekwa mochari, inachukua muda na anaweka kwa sanduku, ndio sasa ngoje siku yake ya kupelekwa kaburini. Lakini Islamu hata ukikufa leo utazikwa leo huo. Asante. Ni kwa sababu Wakristo wengi hawafuati Biblia. Vitabu vinasema unapofariki inafaa uzikwe siku hiyo hiyo. Biblia katika Uislamu kuna mambo matatu lazima yaharakishwe. Jambo la kwanza, mtu akitaka kuwa Muislamu inaharakishwa, anatamkishwa shahada. Jambo ya pili, mtu akitaka kuoa wanaozeshwa wasije wakazini. Unanipata vizuri? Wanaozeshwa haraka haraka. Jambo ya tatu, mtu akifariki anazikwa kwa haraka, kwa sababu wakati unafariki mwili inaanza kuoza, mwili ya binadamu yote. Na ndio unaona mnapeleka mochari, unaenda unakatwa hapa kwa paja, inawekwa dawa. Alafu dawa zingine tena unawekwa kwa midomo. Alafu ndio unaona unajazwa mapampas huku, kwa sababu anajua hii mwili inanuka, kisha unaingizwa kwa fridge. Hiyo tena ni adhabu umeanza kupata duniani. Habari vizuri Yaani hiyo dhiki yote ya nini? Mtu anapofariki anafaa kustiriwa, na stara ya mtu aliyekufa, stara ya maiti ni kuzikwa.
Sio hiyo story ya kuweka kwa sanduku ya 300,000. Sasa unawekewa sanduku ya 300,000 na labda umekufa kwa sababu ya njaa. Mbona hawakukupatia hata ya shilingi 100 ukule? Hiyo sanduku ya 300,000 utawekwa pia itaoza. Sasa ni haja gani ya kupeleka mali kwa kupoteza mali? Alafu si ati una mali, ni kuchangisha watu. Unapata watu wanachangisha, matanga inachangishwa, inafanywa karibu mwezi mzima, mtu wako mochari. Mtu anakuja ati amekuja matanga. Anakuja, anasema nimekuja matanga na niko na kitu ya kutoa. Anatoa 50, lakini anakula 150 huko. Atakula ugali na omena, atakula analeta hasara kwa ile boma. Sasa mahali mtu kuna mazishi ama mahali kuna msiba, haufai hata kwenda kukula pale. Wenda ukakule kwa hoteli. Wale ni watu wako na msiba, wako na shida, wewe unafaa kuja kuwaliwaza, alafu kama uko na uwezo uwaletee chakula, uwaletee msaada. Lakini mtu akifa anafaa kuzikwa siku hiyo hiyo na afungwe na kitambaa nyeupe inaitwa sanda, sio suti ama kuvalishwa saa. Sasa unavalisha maiti saa aende akaangalie nini kaburini? Hata nyinyi shwari. Hebu sikia 5 matendo. Mambo ni ya matendo 5 inasema. Shwari hata nyinyi mnafanya vipi? Unavalisha maiti kiatu, alafu unapaka hiyo kiatu rangi. Na ni maiti anaenda kaburini. Kwani kaburini kuna mahali atatembea? Si hiyo kiatu ungemletea wakati yako hai. Kama ulikuwa unampenda, mletee wakati yako hai, mpatie kiatu avae. Wewe unasubiri hata unaona mtu anasema ati napenda mamangu sana. Mama akifa ndio unaona mtu anasema nitanunua nguo mpya ya 30,000. Wakati mamake yako hai hajaivaa nguo mpya, anavanga mtumba ya 30 bob. Sasa wewe letea mtu kitu wakati yako hai ndio akubariki. Alafu nyinyi wa Kristo kuna kitu inawasumbua. Baraka haiko na wachungaji, baraka iko na wazazi wenu. Baraka ni Mungu anabariki, lakini kupitia wazazi sana. Mpata vizuri? Wazazi muhimu. 5 matendo. Mambo ni ya matendo. Chunga 5 matendo. Ondoka kabisa kwa barabara. 5 matendo. 5 matendo inasema, Anania aliposikia hayo, aliposikia maneno haya, akaanguka akafa. Hofu nyingi kawapata watu wote waliosikia haya. Vijana wakaondoka, wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Alipokufa tu alichukuliwa na vijana wakamweka katika sanda. Sanda ni kitambaa nyeupe, inapeanwa bure kwa msikiti. Na kama kwa msikiti hakuna, sokoni inauzwa 1,500 ama 1,800. So hiyo haiwezi kosekana. Hata watu watajitolea hiyo story wamalize. Na maana vizuri. So mazishi ya Muislamu haikuli hata shilingi 10,000. Haikuli hata shilingi 10,000 yaishi. Sio kama yenu mnapiga budget ya 500,000 na mtu amefariki, na wakati ako hai hata mtu anakuweka kwa WhatsApp group. Ako hai ni mgonjwa, anakuweka kwa WhatsApp group. Wewe una left, lakini akifa utakuja hapo kwa mazishi. Anaona vizuri? So makosa. So mtu akifa anazikwa siku hiyo hiyo. Sawa. Swali langu limeisha hapo. Imeisha? Sasa mbona usiwe Muislamu? Kuzikwa usijali. Wewe kama unaogopa kuwa sisi mtu akifa anazikwa ile sehemu yuko. Kwa sababu kwa mfano hata ukitoa maiti hapa upeleke Western, itabaki tu ni maiti, sawa? Haitabadilika. Unaona? Lakini kama wewe utataka ukifa uzikwe Western, unaeleza tu watu wako, mimi nikifa nipelekwe. Sasa ukifa wanaorganize na wale Waislamu wako huko, unachukuliwa, kesho yake unaenda unazikwa. Sio mambo ya kuweka mtu mochari. Hiyo hakuna katika Uislamu. Na ndio unaona hata mtu akipata accident, akipelekwa mochari ni Muislamu, akijulikana tu, Waislamu wanaharakisha, wanaenda wanatoa, wanazika Kuna mambo ya kukaa mochari. Kwa sababu sio vizuri kupigia mwili biashara. Najua kuna watu wengine wanafurahia mtu akifa ndio wapige biashara. Anachangisha hapa, anachangisha hapa, hiyo hakuna. Hiyo katika Uislamu hakuna. Kwa sababu mtu akifa hata hakuna gharama. Very simple. Sasa umehesabu maneno 3 zinaharakishwa. Nimekuambia mtu akitaka kuingia katika Uislamu. Mbona inaharakishwa hii ya mtu akitaka kuingia katika Uislamu? Kwa sababu mtu hajui ataondoka duniani lini. Unanipata vizuri? Na usamkubali Mungu, unatamkishwa shahada haraka. Ya pili ni ndoa. Mtu akitaka kuoa, maana yake amependa msichana, ni vizuri muozeshe haraka, kwa sababu ukikalisha wataanza watazini. Na wakizini wanapata dhambi. Unanipata vizuri? Kwa sababu zinaa ndio unaona ukimwi imepanda sana kwa sababu ya zinaa.
Ya. Na zinaa inaleta pia ufukara. So sio vizuri zinaa. Na mtu ambaye anaezini, ukiangalia hata maisha yake anaishi maisha ya dhiki. Haishi maisha ya raha. Ndio unaona katika Uislamu unaambiwa uoe, na ukiona utosheki na mke mmoja unaambiwa uongeze wa pili, sio kuweka mpango wa kando ama kubeba mpira kwa mfuko. Nikisema mpira unajua ni mpira gani, sio ile ya kucheza na mguu, hapana. Sasa badala hiyo dhiki nyingi unaambiwa kama uko na uwezo ongeza mwingine. Kama huna uwezo baki na mmoja. Unielewa? Nielewa. Hakuna kulazimishwa. Kama una uwezo wewe baki na mke mmoja. Kwa sababu wewe kama wawili uwezani nao wewe kana mmoja, lakini usiende kufanya zinaa. Unafanya zinaa unaletea mke wako maradhi ya ukimwi. Pata vizuri Tena zinaa tunaambiwa ni uchafu. 17:32 tunaambiwa zinaa ni uchafu. Zinaa ni uchafu. Zinaa ni hatari. 17:32. 17:32. 17:32. 17:32 nasema. Inasemaje? Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. 32 nasema. Wala msikaribie zinaa. Wala usikaribie zinaa. Kwa nini? Wala msikaribie zinaa. Hakika hiyo zinaa ni uchafu mkubwa. Tunaambiwa njia mbaya kabisa. Tunaambiwa zinaa ni uchafu. Ukifanya zinaa unapata STI. Unanipata vizuri Ukifanya zinaa unapata maradhi mengine, ukimwi, maradhi mingi sana. So zinaa ni uchafu mkubwa. Unanipata vizuri Na ndio unaona kuna watoto wako huku watu wanasema ati huyu mtoto hana baba. Hakuna mtoto hana baba. Baba zao wako huku wanapita pita na wanaangalia tu. Ni makosa. Sasa mtoto anateseka wakati babake ako hapa anakula raundi. Ati huyu mtoto hana baba. Nani aliyekuambia? Kwani mwanamke atapataje mtoto bila mwanaume? Haiwezekani. So hii yote ndio inaletwa na zinaa. Unaona, so zinaa ni uchafu, achana na zinaa. Wewe oa. Na ukiona huwezani na mke mmoja, wewe bado uko na nguvu, basi unaambiwa ongeza badala ya kuzini. Watu wanasema ati mpango ya kando. Mpango ya kando ni zinaa. Kuna swali lingine ama unataka kuwa Muislamu? Kuna swali. Leta maswali yote. Sasa umesema hiyo maneno ya kuwa Muislamu lazima iharakishwe. Na sasa ningependa kuwa Muislamu, lakini sasa lazima nifunzwe. Sasa kuwa Muislamu kwanza unatoa shahada hapa alafu sasa tunakupeleka ukafunzwe. Uko tayari kuwa Muislamu? Unanipeleka nifunzwe saa hii? Na kama nilikuwa na shughuli nyingine. Kama uko na shughuli utafunzwa kuanzia kesho na kesho kutwa. Lakini kuwa Muislamu ni saa hii kwanza. Uko tayari kuwa Muislamu? Nipo tayari. Asante. Fanya hivi kidole. Aya, rudia maneno nyuma yangu. Sema bismi. Lahi. Rahman. Rahim. Ashhadu. An. La. Ilaha. Illa. Allah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulu. Lahi. Sema nakiri kwa moyo. Bila kulazimishwa na mtu. Kuwa Muislamu. Sema nakiri kwa moyo. Na kutamka kwa ulimi. Ya kwamba. Hapana mola. Apasaye. Kuabudiwa. Kwa haki. Isipokuwa. Allah. Sema nakiri kwa moyo. Na kutamka kwa ulimi. Ya kwamba. Hakika ya Muhammad. Ni mtume. Wa Mwenyezi Mungu. Nakiri. Na kuamini. Basi kwa maneno machache usakuwa Muislamu. Sasa wewe ni Muislamu. Na Mwenyezi Mungu asatueleza na kusamehe madhambi yote uliyoyafanya kwa sababu ulifanya wakati wa ujahilia, ilikuwa haujui. Sasa wewe ni ndugu yetu katika Uislamu. Waislamu wote duniani ni ndugu. Pata vizuri Wote duniani ni ndugu. Sasa katika Uislamu kuna majina ya kujuana. Nanipata kama mimi kabla sijasilimu walikuwa wananiita Peter Ngugi wa Nyoike. Niliposilimu nikapewa Salim Ngugi wa Nyoike. Pata vizuri Haya ni majina ya kujuana. Zamani walikuwa wanakuita nani? Tobias Ouma Wycliffe. Sasa hii Tobias ndio tunaondoa. Ungependa jina gani katika Uislamu? Umeniambia uko na marafiki wako Waislamu. Ungependa gani? Kuna jina Muhammad, kuna Ibrahimu, kuna Musa, kuna Idris, kuna Daudi, kuna Suleiman, kuna Abdi Karim, kuna Abdurrahman, kuna Omar, kuna Hassan, kuna Hussein.
unaona kuna Bilal, unanipata? Ungependa jina gani? Omar. Omar, mashallah. Omar, kidume cha Mwenyezi Mungu. Omar, mashallah. Karibu sana Omar. Sasa Omar, usiondoke, nataka tu nini na wewe. Uko na simu, si ndio? Na marafiki yako wanaswali hapa hii msikiti Asante sana. Nataka ndio upatane na imamu. Huyu kijana, hebu huyu kijana uongee naye, uache namba yako pia ya simu imamu. Nilikuwa nataka namba ya simu, tungepata yako na kila kitu, details zote, alafu ndio tuende na wewe jioni pale kwa imam, sawa? Ndio uweze kuconnectiwa, ujue namna ya kusoma. Manake hapa ni Ngong, utapata vizuri tena for free, sawa? So karibu sana. Dadangu, naomba salamu. Salamu tu, usinihepe. Haya. Hakuna shida. Karibia hapa tu. Mimi wananiita Salim. Mimi Kalistas. Baristas? Ni Kalistas Mutua. Karistas Mutua. Yeah. Asante sana. Mtua Muislamu, Mkristo? Mkristo, lakini nataka nibadilishe dini yangu ni kuwa Muislamu. Unataka kuwa Muislamu? Yeah. Asante sana. So hauna swali, unataka kujiunga kuwa Muislamu? Nataka kujiunga kuwa Muislamu. Una maswali? Asante. Haya, fanya kidole hivi. Sema bismi. Bismi. Lahi. Lahi. Rahman. Rahman. Rahim. Rahim. Ashhadu. Ashhadu. An. La. Ilaha. Illa. Allah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulu. Lahi. Sema nakiri kwa moyo. Na kutamka kwa ulimi. Ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hakika ya Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Nakiri na kuamini. Basi kwa maneno machache usaa kuwa Muislamu Mtua. Sawa? Yani na Waislamu wote ni ndugu. Hatujalishi kabila yako ama lugha yako ama nini. Waislamu wote ni ndugu. Na tunaweka watu on the same track, unaona? Sasa ungependa jina gani katika Uislamu? Ningependa niitwe Musa. Musa, mashallah. Karibu sana Musa. Mashallah, karibu sana Musa. Aya, simama hapo ndio tuweze kuenda na nyinyi msikitini. Tunaenda na nyinyi msikitini. Wanyanyua kidole hivi. Hivi. Sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yesu mtoto wa Mariamu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yesu si Mungu wala si mwana wa Mungu. Ewe Mwenyezi Mungu, niongoze nife nikiwa Muislamu. Kwa hayo machache ndugu yangu, umekuwa Muislamu. Ungependa jina gani ya Kiislamu? Kuna Adamu, kuna Noho, kuna Ibrahimu, kuna Musa, kuna Daudi, kuna Suleimani, kuna Yahya, kuna Isa ambaye ndio Yesu. Ungependa jina gani ya Kiislamu? Suleiman. Karibu sana Suleiman ndugu yangu. Karibu sana. Suleiman, Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu. Na Uislamu ni dini imenyoroka. Waislamu ni binadamu, wana kasoro zao. Usiangalie vitendo vya Waislamu. Angalia kitabu cha Qur'ani na kuamrisha nini na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa ndugu yangu. Usiangalie vitendo vya Waislamu. Waislamu ni binadamu, wana kasoro, wanaweza kunywa pombe, wanaweza iba, wanaweza sengenya mtu, wanaweza zini. Ni binadamu ya kawaida, wana kasoro zao, lakini Uislamu haina kasoro yote. Sawa? Karibu sana Suleiman. Karibu sana. Hai.